Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ambapo unafahamu ya kwamba show za ligi kuu ya soka ya Tanzania bara zinaendelea kwa upande wao, na unaambiwa leo hii wapo uwanjani. Ni siku ambayo pengine inaweza ikawa ni siku ya kulipa kisasi ama ikawa ni siku nyingine tofauti kama zilizoweza kuzoeleka. Hapa nazungumzia wananchi wanakaribishwa pale Azam Complex Chamazi na klabu ya Azam FC katika mchezo wa dabi ya Dar es Salaam ambao unakwenda kuwakutanisha miamba hii ya soka miwili mikubwa, huku klabu ya soka Young Africans malengo yake ni kuweza kuchukua alama 3, kusogea, kujiweka katika nafasi nzuri ya kutoa ubingwa wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Huku katika upande wa Azam FC, wao wanahitaji kuweza kujikusanyia alama ili kuweza kubaki katika ile top 4 ya timu ambazo zitakwenda kushiriki katika michuano ya kimataifa. Sasa vipi leo hii itakwenda kuaje? Kocha mkuu Fadlu Davis ametangaza kikosi cha majembe 11 ambacho kinachoanza katika mchezo huo mkubwa. Nani ameanza na nani ambaye hajaanza utakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea ngukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu. Bana, kikosi cha wananchi Twiga na Jangwani, hapa nazungumzia Young Africans, sasa wanakwenda kurudi katika uwanja ambao walitangaza wameondoka. Wakasema ya kwamba hawawezi kurudi tena katika uwanja huo ambao walikuwa wakiweza kuutumia katika mechi zake za ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, na hata katika zile mbio zao za hapa kimataifa. Hapa nazungumzia ligi ya mabingwa barani Afrika, walianza kutumia uwanja huo. Sasa mara baada ya kufungwa na Azam bao 1-0, walitangaza kwamba uwanja huo watautumia tena, wakahamia KMC. Leo wanakutana, ambapo golini kwenye upande wa kikosi ya Young Africans anasimama Djigui Diarra, screen protector. Unafahamu bora wake, mmoja kati ya magolikipa bora kabisa ambao wanapatikana katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, akiwa na jezi yake ya Young Africans. Anasimama leo hii golini kuhakikisha kwamba lango lao linakuwa salama dakika zote 90, huku wakiwa wanajitahidi kuweza kuhakikisha wanaondoka na alama 3 leo hii, kwa sababu alama hizo 3 ambao watakwenda kuzipata basi bila shaka zitakwenda kuwaweka katika nafasi nzuri, ili watakapokuwa wakipiga zile kelele zao za kwamba hatuchezi, basi wakija kwenye ujedwali la msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara linakuwa linawabeba. Wasipofunga leo ama wasiposhinda mchezo wa leo, basi wanajiweka katika matatizo. Hata wakisema hawachezi, basi pengine inaweza ikawa ni shida kwa upande wao. Lakini katika upande wa beki namba 2 anasimama si mwingine bali ni Israeli Patrick Mwenda. Unafahamu bora wake, mmoja kati ya nyota ambaye ameweza kusajiliwa kutoka katika dirisha dogo la usajili na amekuja kuingia moja kwa moja katika kikosi hapa nazungumzia cha kwanza kabisa, kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Ameweza kuonyesha uwezo mkubwa, na mwalimu kocha Amerudi Amdi amemweka katika mipango yake, na ndio maana umeweza kushuhudia akiweza kumwanzisha mara nyingi katika michezo mikubwa na hata ile ya kawaida. Hapa Israeli Mwenda kazi yake ni moja tu, kuhakikisha kwamba anapandisha mashambulizi kama ilivyo kawaida yake na kuweza kurudi kukaa katika nafasi yake. Lakini pia hata ile mipira iliyokufa, kazi yake kubwa tu ni kuweza kumnyonga golini golikipa wa Azam, kama ambavyo amekuwa akiendelea kufanya Israeli Patrick Mwenda. Kwa hiyo shuhudia show yake leo hii. Lakini katika upande wa beki namba 3, upande wa kushoto kabisa anasimama Issa Shadrack Kiboka. Unafahamu bora wake,
moja kati ya upande ambao klabu ya soka ya Young Africans mara nyingi hutumia kama upande wa kuanzishia mashambulizi yake, na mara nyingi wamekuwa wakiutumia kama sehemu ya kupita na kuweza kutengeneza kile ambacho huo wanakitaka. Shadrack Boka, unafahamu bora wake, ni moja kati ya mabeki ambao wenye maarifa mengi mguuni. Ana kasi na ana mbio sio za kutosha, ni za kuzidi, kwa sababu ya kile huo ambacho anachokifanya mara nyingi anapokuwa akiweza kupewa nafasi. Kazi kubwa ni kuweza kulinda upande wake ule na kuanzisha yale mashambulizi ambayo mara kadhaa amekuwa akiweza kuyatengeneza. Lakini ukija katika upande wa beki namba 4 utakutana na Ibrahim Hamadi Baka Sergeant, akisimama vyema kabisa kikamavu, akiweza kuhakikisha kwamba wanalinda lango la Djigui Diarra lisiweze kutikiswa nyavu zake. Lakini pia Ibrahim Baka hakuwa na rekodi nzuri katika mchezo wa mwisho uliopita ambao waliweza kupewa kadi nyekundu, ikapelekea Young Africans kupoteza mchezo ule kwa bao 1-0. Leo hii anapaswa kuwa makini akizifanya hesabu zake vyema kabisa. Lakini katika upande wa beki namba 5 utakutana na, hapa nazungumzia Dickson Job, big brain defender, moja kati ya mabeki ambao unaweza kuwachukulia poa, lakini kazi yake ni kubwa, kazi yake ni nzuri, kazi yenye maarifa kichwani, hahitaji nguvu zaidi, huwa anatumia zaidi maarifa kwenye kuweza kumkaba mpinzani, namna kuweza kujilinda, anaifahamu vyema kabisa kazi yake. Hiyo ndo lineback ya kikosi cha Young Africans. Tukienda katika upande wa viungo namba 6, leo hii anasimama Duke Abuya, moja kati ya wachezaji ambao wameendelea kuaminika kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Duke Abuya pengine utashangaa kwa nini leo namba 6, lakini ndio eneo ambalo mara kadhaa amekuwa akiweza pia kutokea kucheza. Anachezeka kama kiraka kwenye timu ya Young Africans, maeneo tofauti anaweza kucheza, na ndio sifa yake. Anakosekana leo hii Alidi Aucho ambaye amekaa na kupata majeraha katika mchezo dhidi ya Coastal Union, kwa hiyo hatakuwa sehemu ya kikosi hicho. Hivyo basi nafasi yake itakwenda kuchukuliwa, na hapa nazungumzia si mwingine bali ni Duke Abuya. Lakini kwa upande wa namba 7 atakuwepo si mwingine bali ni Maxim Pia Nzingeli, Chachi Boy, akiweza kusimama katika eneo hilo. Unafahamu ubora wake, kasi, maarifa, mbio, utulivu, namna kuweza kuzipangua kodi za timu pinzani, ndio kazi kubwa huwa ambayo huwa anapenda kuifanya. Hapa nazungumzia Maxim Nzingeli, lakini bila kusahau kazi yake nzuri kabisa kuweza kutikisa nyavu za wapinzani. Leo hii itakwenda kutokea ama itakuwaje, tutakwenda kuona. Lakini namba 7 anasimama mtu mzima Maxim Nzingeli. Lakini katika upande wa namba 8 anasimama kijana kutoka Zanzibar, si mwingine bali hapa nazungumzia Mudathiri Yahya. Kazi kubwa kabisa huwa ambayo huwa anaifanya. Leo hii anakwenda kutibua mipango ya klabu ya Azam FC. Unafahamu ya kwamba ni nyumbani pale ambapo amekutana, japokuwa kuondoka vizuri Azam FC, lakini leo hii utakwenda kushuhudia shughuli yake ambayo atakwenda kuipiga pale katika dimba la Azam Complex. Lakini katika upande wa namba 9 tunadondoka pale Zimbabwe, tunakutana na Prince Mpumelelo Dube. Unafahamu kazi yake kubwa kabisa, na mabao 11, kinara pia wa ufungaji katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, na yupo katika mbio za kutetea ama kuchukua kiatu cha ligi kuu ya soka Tanzania bara katika upande wa wafungaji. Kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya Prince Dube, na anaendeleza kuweka rekodi ambayo pengine alipokuwa Azam hakuwahi hata kuifikia, ambayo kwa sasa anaionyesha akiwa na kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Kazi kubwa ambayo anaifanya Dube leo hii utakwenda kuiona. Je, ataweza kuzitikisa tena nyavu za klabu ya soka ya Azam FC kama alivyofanya katika kipindi cha ngao ya jamii? Je, ataweza kufanya hivyo? Tusubiri kuweza kuona yapi ambayo atakayeweza kujiri. Lakini katika upande wa namba 10 utakutana na Stefano Aziziki, mwamba kabisa kutoka pale Burkina Faso, akiweza kukiwasha kwenye kikosi cha Young Africans. Leo hii kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba mipira yote ambayo itakayokuwa ikiweza kuzagaa, mateso na manyanyaso lazima yaende kwa golikipa wa Azam FC. Sijajua leo atakuwa ni nani
gani ambaye atapangwa kule Azam FC. Yeyote ambaye atakayekutana naye, basi kazi kubwa Aziz Ki ni kuweza kutafuta namna kuweza kumtungua. Kwa hiyo tusubiri kuweza kuona. Namba 10 yupo Stefano Aziz Ki. Lakini katika upande wa namba 11 tunakwenda paka Ivory Coast, tunakutana na Profesa Waboli, si mwingine bali ni master mwenyewe. Hapo anazungumzia Pacome Pedro Zouzoua akiweza kusimama katika eneo la namba 11. Kazi kubwa ni kuhakikisha ya kwamba leo hii mateso, manyanyaso zote anazipeleka kwa Azam FC. Kazi kubwa ambayo amekuwa akiendelea kuifanya, na amekuwa kila mechi akijizolea tuzo za mchezaji bora. Wanasema ya kwamba Pacome ana mpango wa kuondoka nazo zote. Unaona bana, kila Yanga inapocheza basi tuzo ya mchezaji bora sasa inakuwa inaenda kwa Pacome, kwa kazi kubwa anayoifanya. Sio sifa, si kwamba ni upendeleo, bali ni kutokana na kiwango kizuri ambacho anakionyesha katika michezo ya ligi kuu ya soka Tanzania bara akiwa na kikosi chake cha Young Africans. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kuona namna gani ambavyo mechi hiyo itakayoanza. Inapigwa majira ya saa 11 kwa saa za Afrika Mashariki. Dimba ni Azam Complex. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na